tumeona jana watu wanapiga mawe mwendo kasi. Nadhani video zimetembea sana. Tumeona na imeshinikiza mpaka leo asubuhi tumeona kuna mwendo kasi zingine zimeongezwa. Unataka kuona kama kuna dalili ya kwamba sasa wananchi wameanza kuonyesha makucha kwamba wamekichoka Chama cha Mapinduzi. Sio kukichoka Chama cha Mapinduzi. Shida inayokuwepo ni kwamba watendaji ambao wanatenda wakiwemo ndani ya chama huwa ndio wanavuruga kuwafanya wananchi sasa waone namna ya uongozi huu unavyoenda, kwamba hauendi vile ambavyo wao wanavyohitaji. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu watendaji wake wanakuwa hawapo salama, na ndio maana unakuta kwamba kwa taarifa iliyoko kwamba wale watu wote wamefanya nini, wamestopishwa, yani imebadilishwa, yani imebadilishwa kwa maana kwamba hawatendi haki, yani hawazingatii yale ambayo wanayotaka. Na hili ndio tatizo tulilokuwa nalo, kwamba viongozi wengi sana wanabweteka, wanadhani uongozi ni kukaa ofisini tu na kuandika na peni. Ndio maana mimi nasema si tuna viongozi hawajui nini maana ya uongozi. Yaani mtu akishachaguliwa kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, hajui nafasi yangu ya mkuu wa wilaya ni nini. Anahisi yeye kukaa ofisini watu kumjia kwa appointment, kwamba unataka kumuona mkuu wa wilaya uandike barua, wanafikiria hivyo ndio kazi ya mkuu wa wilaya. Lakini ukumbe kazi yoyote ya serikali ni wito. Unatakiwa utoke uende ukatizame matatizo ya wananchi yako wapi. Ukuu wa wilaya sio kukaa ofisini. Unatakiwa utembee katika mitaa, ndio kazi yako, kwamba uangalie wilaya yangu ina tatizo gani na tatizo gani na tatizo gani. Sasa mtu leo kishakuwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, yeye anafikiria kwamba kazi yake kamata weka ndani, kamata anafikiria kazi. Hapana, kazi yako. Ndio maana mimi kuna watu wawili ambapo nawatazama sana, kama kuna yule mkuu wa wilaya wa Kisarawe anaitwa nani, Magoti yule. Ndio yule bwana Magoti. Unamtazama unamuona kabisa kwamba huyu ana dhamira fulani iliyokuwa bora. Anakwenda mpaka anakaa kwenye kijiwe kile cha kucheza draft kile. Anacheza kabisa, alafu analeta hoja zake kwa wale watu. Hivi mnaonaje hapa kama tungekuwa tuna shamba saizi tunalima, ndio kazi ya ukuu wa wilaya, ni wito ambao unakwenda sasa. Yule anapita mpaka mashambani. Kuna tatizo gani hapa? Kuna tatizo, wewe mwananchi imekuaje? Ile ndiyo kazi ya mkuu wa wilaya, ndiyo kazi ya mkuu wa mkoa, na ndiyo kazi ya watu ambao wamepewa madaraka na rais wamsaidie kazi yake waifanye wao. Yeye hawezi kufika pote, wanatakiwa wao ndio wafanye, lakini hawafanyi hizo kazi. Mwisho wa siku sasa anakwenda kulaumiwa mtu fulani. Kwa nini? Watu wanamlaumu, mbona huyu umwadabishi afanye hii kazi tuliyomtuma? Kwa hiyo sasa unatazama ile jana, unaona watu wanapiga mawe. Kwa nini hasira? Kwa nini zinakuwa hasira? Wewe mkuu wa mkoa uko wapi? Wewe mkuu wa wilaya uko wapi? Kwa maana wewe uzingatii namna usafiri ulivyo. Hawa watu ambao wanashughulikia usafiri wako wapi? Mbona hawashughulikii chochote? Wapo tu wamejipweteka. Na ndio maana inafika mahala tunamwona yule Magufuli, unatamani mama awe anafanya kama Magufuli, anatumbua, tunasonga mbele. Anatumbua, hivyo tutanyoka. Sijui unanielewa? Tutanyoka sana. Wao ndio unakuta sasa wale watu ambao sasa magari yale yametoka wapi? Yalitolewa yametoka wapi? Kwamba kumbe yalikuwa yapo. Sasa hii ni kazi ya nani? Watu wanafanya nini katika hii kazi mpaka magari yapo mmeyaleta? Mpaka wananchi wameonyesha hisia zao kwamba tumechoka. Magari yanakuja yanaletwa. Kwa nini? Hawa watendaji hawafanyi kazi iliyo ya kweli. Afadhali tungesema magari hakuna, tuna haki ya kuwalaumu viongozi. Magari yenyewe hakuna. Tunafukumbe magari yapo, lakini yamekaa sehemu. Sasa watu wa idara sasa ndio shida ambao wanakwenda kufanya kazi. Lakini chengine, Bwana Bato, mimi niseme kitu kimoja. Muda ujue watu walikuwa wanasubiri sana muda. Watanzania wa sasa sio wale. Viongozi wajifunze. Watanzania wa sasa sio wale. Watu wajifunze. Sasa hivi watu wanaelewa kinachoendelea. Wanaelewa tunakusanya nini, wanaelewa tunatumia nini, wanaelewa tuna shilingi ngapi, wanaelewa kila kitu. Ukitaka kuwaongoza Watanzania wa sasa, waongoze katika ukweli. Usiwaongoze katika magumashi. Waongoze katika ukweli. Ukiwaongoza katika ukweli,
utajua kabisa kwamba wewe unaongoza kitu gani. Tusifikirie hawa ndo wa Nyerere, tusifikirie hawa Tanzania wa Mwinyi. Watanzania sasa hivi wana akili zimefunguka, wanajua mbona tunafanywa hivi, tunafanywa hivi, tunafanywa hivi. Kwa hiyo kinachotakiwa kwa viongozi, waongoze katika ukweli. Sio, umeelewa Bato? Wasimame katika ukweli, wanavyolalamikia Watanzania vitekelezwe, vinginevyo ndo utaona yale yanatokea sasa. Umeona kilichotokea jana kinakupa taswira gani kwa picha ya uchaguzi? Tumeona kuna watu wanahimiza siji kuandamana tarehe 29 wakina Polepole, wakina Mange Kimambi, tumeona hivyo. Kuna wengi wakakwambia kwamba labda ndio mwanzo wako mazoezini kwa kuja kuelekea. Unaona hii ikiendelea vitu vya namna hii inaweza kuleta shida katika tarehe ya uchaguzi? Yani kila kitu huwa Bwana Bato kinaanza awali. Na awali yake inaanza kama hivyo kidogo kidogo unavyoona. Bandu humaliza gogo. Hivyo unaona watu wanaambizana, mwisho linapatikana kundi kubwa. Athari yake inakuwa kubwa sana. Tena sana inakuwa kubwa sana athari yake. Kwa nini? Kwa sababu nyinyi mnashindwa kutekeleza kile ambacho wananchi wanachokihitaji. Sasa hasira zikizidi zile, mtu anaweza kuamua kufanya lolote. Na ndio maana kila siku Bato mimi nasema, amani haipatikani kwa kupiga. Amani haipatikani kwa mtutu wa bunduki. Amani inapatikana kwa maelewano, masikilizano, makubaliano na watu kufanyiwa vile ambavyo vya umuhimu wavipate. Ndio amani inapatikana hivyo. Bato, mimi nikiwa nataka haki yangu, alafu wewe ukaninyima ile haki, ukanitishia bunduki, hunitengenezei amani. Unatengeneza kitu hapa katika nafsi ambacho kinanguruma kidogo, kikija kupasuka sasa ndo mtu anaamua kufanya chochote anachokihitaji. Unaona watu waogope wakwambia tu. Umeona sasa? Kwa nini sasa? Vile vitu vishajengeka sana katika nafsi sana. Sasa imefika mara mtu anajitoa, bwana liwalo na liwe, lakini siwezi kukubali kuonewa. Mtu anasema hivyo. Sasa haya tunaweza kuyamaliza vipi Bwana Bato? Tunayamaliza kwa viongozi kuwasikiliza nini wanachohitaji wananchi wao. Kwa mfano jana yalitokea yale, baada ya kutokea wakasikilizwa. Kumbe tatizo iliwapa, mama akaamua kufanya maamuzi. Kumbe kuna uzembe ambao unatendeka ndani. Nyinyi ni wazembe, magari hapo. Kwa nini ifikie hivi? Nyinyi mnasimamishwa kazi, inatengenezwa timu nyingine, tia magari barabarani. Kuna maneno tena? Kusikilizwa tu. Basi. Sio haja bunduki nini, hakuna haja. Shida nini? Shida kitu fulani, tukaeni mezani. Mnatakaje? Tunataka 1 2 3 4 5. Wewe bwana haiko kitu kipo. Kwa nini hakijapelekwa? Wewe ni mzembe, kaa pembeni, kaa wewe mtu mwingine, peleka magari tufanye kazi. Tutafika salama. Tusitumie nguvu katika kutafuta amani. Tutumie maelewano, tutumie kuzungumza, tutumie makubaliano. Na wote kila mtu tustiki kwenye katiba tuliyojitengenezea. Bato fata katiba, mimi nifate katiba, viongozi wafate katiba. Kila kitu kimekamilika, japo kwa sasa ina mapungufu, lakini kwa hii tuliyokuwa nayo, ili tuvushe, sharti tukubaliane nayo kwanza ili tuende, lakini isitumike nguvu kubwa sana katika kuleta amani. Amani hailetwi kwa nguvu. Amani inaletwa kwa maelewano na makubaliano na viongozi kutimiza vile ambavyo wanaona wananchi wao wanavyohitaji. Tutavuka salama. Tutaenda vizuri sana, tutavuka. Kuna woga fulani unatoka watu. Unaona sasa? Sasa ile ni hali mbaya sana tukifikia kule. Yaani mwananchi akifika mara bwana liwalo na liwe atwendi mara salama. Uweze hata ukimtishia bunduki atakuja. Hayo ndio wa Palestina na Waisraeli mayo. Watoto wa Palestina hata ukiwatushia bunduki wanakuja tu. Kwa nini? Anaambiwa babako aliuliwa na yule. Baba yangu mimi yule. Yaani mtu anamlea, anaambia sio babako. Babako kauliwa na wale. Unafikiria anachukua? Anampeleka kwenye kaburi, wale ndio wamemuua babako. Inakuwa tunakuwa katika hali mbaya sana. Kwa hiyo mimi niseme mazungumzo ndio yanaleta amani. Mazungumzo ndio yanaleta amani. Watu wakikaa chini wakizungumza yanaenda. Na tufate kile ambacho tunacho sasa. Katiba japo inalalamikiwa, lakini tufate hii tuongoze ili tusilete mvunjiko wa amani.
Amani ikivunjika Bato, mimi na wewe ndio tutaumia. Hatuna chochote sisi, tutaumia. Wengine wote, kuna watu wana maisha yao mazuri watakimbia nje ya nchi. Mimi na wewe ndio tutaumia. Kabisa Bato, nakwambia. Watoto wetu si ndio hawatokwenda shule, chakula chetu kitakuwa shida, usafiri wetu utakuwa shida, si tutakufa kwa njaa. Kwa hiyo katiba. Tufuate tu katiba. Tufuate tu katiba. Kila mtu aliye na katiba. Na msemaji wanaosema viongozi wa dini waache kusemea chama. Waache wenye chama chao waseme. Sisi tusisitizie amani sana na watu watende haki ili tufike salama. Tusivae ule wanasiasa. Ukitaka kuvaa wanasiasa, vua uongozi wa dini. Vua kwanza ushehe, vua kwanza uchungaji, ingia kwenye siasa. Kwa sababu wewe ni kioo cha jamii. Watu wakishakuona Bato shehe unaingia sehemu fulani, kuna mtu atakufuata wewe. Tunachokisema wewe ndo kile kile. Kwa hiyo ni wahusie tusifikie huko. Hatujakatazwa kuwa wanasiasa. Viongozi wa dini mnatakiwa kuwa wanasiasa ili mkaseme vizuri kule. Lakini mtumie maneno ya busara na hekima. Lakini ikifika mara ukadhihirisha kabisa mko msikitini tumchague mtu fulani, ni kosa kubwa sana. Vua ushehe, twende kwenye uwanja wa siasa. Ukaseme maneno hayo na usiwasawishi watu wa dini. Sema kuwashawishi jamii ambayo unaitaka, lakini kuwa mwanasiasa. Na ndio maana kuna mahala unavua ushehe unakuwa mwanasiasa, lakini sio msikitini, kanisani unaanza kuzungumza siasa. Na kuwakataza watu kufanya siasa sio sawa. Kila mtu ana haki ya kufanya siasa, ila asidhihirishe udini wake kwenye siasa. Lakini kama shehe, na mimi na haki na chama changu bwana, lakini siwezi kukuambia Bato pigia chama changu, nitakushawishi kukushawishi kwenyewe, kwa maana sikushawishi kupitia katika dini. Nitakushawishi kutokana na maslahi ambayo labda tunaweza tukayapata. Bwana Bato, wanakuambia kwamba kwa namna ambavyo wanaona uchaguzi kama upinzani hamna. Wanakuambia kwamba ili mambo yaende vizuri, hiyo kutume huru, Lissu waachiliwe, watu waingie kwa kinyang'anyiro. Shida kwamba mimi nadhani tunaendeshwa na sheria na kuna katiba ambayo inayotuendesha, na mahakamani ndio mahala ambapo inapatikana haki. Mimi sio mwanasheria, siwezi kuzungumzia kitu kama hiko kwamba kikoje katika sheria, ila kama sheria inasema hivyo basi ikubalike, na kama sheria inasema kitu fulani basi ikubalike. Cha msingi naimiza kwamba tudumu kwenye sheria, tuziheshimu sheria zetu na tuheshimu katiba yetu kwa sasa inayotuongoza. Sio, unaelewa Bwana Bato? Haya mambo yote yanazungumzika ikiwa tutafuata nini katiba. Mambo yote yanazungumzika ikiwa tutafuata nini sheria. Watu watazame sheria inasema nini. Watu watazame katiba inasema nini. Asipatikane mtu akavunja sheria, asipatikane mtu akavunja katiba. Yule anayevunja sheria na kuvunja katiba, Bwana Bato, huyo ndiyo hahitaji usalama wa nchi yetu. Kwa sababu ili upate usalama wa nchi yetu, sharti tuende katika vile vitu ambavyo tumekubaliana. Sio, umeelewa? Tuende katika vitu ambavyo tumekubaliana. Nini kitatuweka pamoja? Tuna msahafu, sio Qur'ani, kwa maana katiba iliyotengenezwa kwamba sote tuingie kwenye katiba hii tufuate. Kwa hiyo kama katiba itakuwa inasema sisi tume huru nini, sawa, ifuatwe. Yaani mimi nazungumzia tuifuate ile katiba yenyewe kwa sasa ituongoze. Kwamba tunatakaje tuongoze katiba, inataka 1 2 3, tudili na ile katiba, tutafika salama salimini. Kwa unavyoona, unaona chama gani kina challenge Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu? Mimi bwana sio mtu wa vyama, wala sijui siasa sana. Lakini nasikia tu sera zinasemwa hivi, zinasemwa hivi, na mimi napima zile sera. Tanzania tuna tatizo moja ambalo tunalo. Wengi hatutazami sera, huyu mtu anasema nini. Watu tunafanya vyama vya siasa kama ushabiki wa mpira. Kwamba mimi mazali Yanga tu uniambii kitu chochote. Mimi mazali Simba uniambii kitu chochote. Sasa hivi hatuwezi kusonga mbele katika maendeleo. Tunatakiwa tuingiwe kidogo na ufahamu wa kutafakari nani ana sera nzuri ambazo zinaweza kwenda kutupeleka mahala salama. Nani ana sera nzuri ambazo atatufikisha katika amani. Nani ana sera nzuri ambazo atatutoa hapa na kutupeleka mbele ili kila mtu awe na maisha mazuri. Kwa hiyo cha msingi cha kutazama ni hiko. Lakini chengine tuwachague watu ambao wana imani na Mungu. Tukiwachagua watu wana imani na Mungu watatuvusha salama. Bato, kwa mfano wewe ushakuwa kiongozi mkubwa katika nchi hii, alafu huna imani na Mungu. Wewe unadhani nini kitakuzuia kumdhuru Shesha? Hakuna.
Kwa sababu wewe ni mtu wa mwisho, ukiamua kama Shafi upiga ua, tupa uko baharini, utakamatwa, nitatupwa, nani atakuuliza wewe? Lakini ukiwa una hofu na Mungu, utajifikiria mara mbili kufanya jambo la kuua mtu. Mimi nikimuua huyu Mungu nitamueleza nini? Kwa hiyo Mungu anakusimamia mbele, una stop ile jambo ambalo unataka kulifanya kwako. Kwa hiyo niwaambie kwamba tufate sheria, tufate katiba kwa sasa inayotuongoza ili tufuke salama kwenye uchaguzi. Kwa sheria ifuatwe. Sheria ifuatwe. So Lissu atoka ingie kwenye kinyang'anyiro na yeye? Hapana, sheria inasemaje? Mimi shida yangu ndio hiyo. Bado mimi nasimama sana kwenye haki Nataka sheria inasemaje? Katiba inasemaje? Tuweke mezani. Watu waseme kama sheria inasema hivi ifuate, sheria inasema hivi ifuate, lakini tusiharibu utaratibu wa sheria tulizojiwekea. Tunaelekea sasa katika uchaguzi wenyewe.